viongozi. Enda mkutano mkuu maalum ilizungumzia utaratibu wa kupata viongozi wetu watakao tuwakilisha kwenye chaguzi za dola. Kweli si kweli? Na kwa miaka mingi tulikuwa tunalalamika kwamba wajumbe wachache huwa wanatuchagulia viongozi tuliokuwa wengi. Kweli si kweli? Na utamaduni huu ulijenga tabaka. Maana hawa wabunge wakilishi hawa wakawa wana timu zao hizo, wanazilisha kama ndege. Hao tu wajumbe mkutano mkuu wa jimbo hao. Ikitoka sadaka wao, ikitoka hivi wao. Kweli si kweli? Lakini mwenyekiti wetu kwa kuliona hilo akasema hapana, tuongeze wigo sasa wa wajumbe watakaotoa maoni yao zidi ya makada wetu watakaojitokeza kuomba hizo nafasi. Niwaombe wajumbe wenzangu, maana sote tunapiga kura za maoni na wengine hawapo, mabalozi wetu na wajumbe wao wa shina. Fursa hii imekuja tukawachague viongozi bora, sio bora kiongozi. Tumchague kiongozi ambaye ataishi na sisi, kiongozi atakayetusikiliza sisi, lakini kiongozi atakayeimarisha umoja na mshikamano na kukijenga chama chetu. Chengine, na nasema na waandishi mninikuu vizuri, na irejea kila pale tuliposema, hakuna mgombea yoyote atakayechukua fomu atakayekuja akisema kwamba mimi nimetumwa na mwenyekiti wetu wa chama Mama Samia, hayupo. Huyo muongo. Wala hakuna mtu yoyote atakayekuja kwambieni mimi natakiwa na Dr. Mwinyi ama Dr. Mwinyi anamtaka huyu. Uongo. Dr. Samia, Dr. Mwinyi, wanachama wote wa CCM kwa wao ni sawa. Na bahati nzuri basi hawa wote wawili wana nafasi zao maalum. Wana nafasi 10 kwa ubunge, wana nafasi 10 kwa uwakilishi. Kweli si kweli? Kama kweli wewe wanakutaka, si watakuteua. Tusiwachanganye wananchi, wala tusiwachanganye wana CCM. Kila atakayeja kuchukua fomu anakuja na lake kwa utashi wake. Tukubaliane hilo. Jengine, chama chetu kinapiga vita sana ubaguzi. Bahati nzuri swala la ubaguzi tumeliweka kwenye kiapo cha chama chetu. Tunasemaje? Afrika ni moja, si ndio? Binadamu wote ni sawa. CCM haimchagui mtu wala haimkatai mtu kwa utumbatu wake, kwa ushirazi wake, kwa uzaramu wake, kwa uhindi wake, kwa ubaniani wake, kwa kabila lolote. CCM inachoangalia huyu ni mwanachama wake mtiifu, amekizi vigezo, ana haki ya kugombea nafasi yoyote. Na tutakuwa wakali sana yoyote kiongozi atakayepitishwa ama anataka nafasi akianza kujinadi kwa ukabila wake ama kwa ukanda ama kwa nafasi ya kwao ama wapi, huyo tunalikata jina lake mapema. Tena nasisitiza, yoyote atakayekuja akijinasibu mimi mtu wa Chani kindaki, mimi mtu wa Tumbatu kindaki, ndo tunamkata kabisa. Ajinadi kwa sera za CCM za kuunganisha watu. Mnakumbuka nye? Daktari Dimu anakumbuka chama hicho wakati tunapigania uhuru na kufanya mapinduzi. Hatukuwa peke yetu. Nikutajieni kuna mtu mmoja bosi tunamkumbuka. Yeye alitoa paka nyumba yake Shangani, Grosson Msigwa, Muhindi ulogoa. Mnamkumbuka nye? Alikuwa goa ndo aloisaidia ASP. Sawa? Kwa maana hiyo kila mwana CCM mwenye sifa ana haki ya kuomba uongozi ndani ya chama chetu.
Jengine, katibu organization atakuja hapa. Chama kimetangaza tarehe mosi kuchukua fomu na tarehe 15 kurejesha fomu. Hatukutangaza kuanza kampeni. Sawa? Ikifika wakati chukua fomu, jaza fomu, rejesha, kaa kimya. Bado majimbo yetu tuna wabunge, bado majimbo yetu tuna wawakilishi, bado tuna madiwani, mpaka pale bunge litakapovunjwa, mpaka pale baraza la wawakilishi litakapo. Tunafahamiana, na yoyote ataanza kumletea fujo kiongozi